Wanaume, kila mwanaume ana viungo vitatu vikuu vya uzazi ambavyo anazaliwa navyo. Kwa cha kwanza kabisa, mwanaume yote anakuwa na uume, anakuwa na korodani, anakuwa na tezi dume. Hivi ni viungo vikuu vitatu vya uzazi. Lakini tezi dume ndio ambayo ipo kwa ndani kwenye njia ya mkojo, tunasema ipo tu kwenye kibofu. Kwa namna ya kuelezea mtu kirahisi, tunasema kama ambavyo kichwa kipo, tezi dume ni kama kola ya shingo ya kibofu cha mkojo. Na kawaida yenyewe huwa inakuwa na kazi maalum, ndio ambayo inamsaidia mtu kuwa na uwezo wa kuzimwaga zile mbegu kwa kutoka nje. Kwa hiyo ni kwamba ina misuli ambayo inapo contract inasaidia kuzisukuma zile mbegu kutoka nje, lakini pale pia mirija ambayo inatoka kwenye korodani inazibeba zile mbegu za uzazi, huwa inapita inapokea virutubisho ambavyo ni sukari, pale inapokea enzymes zingine ambazo zinasaidia kufanya kile kimiminika kiweze kusaidia sperm kuogelea au zile mbegu za kiume kuogelea kufika kule zinakotaka kufika. Sasa hichi kiungo cha tezi dume huwa kinaweza kikapata magonjwa makuu matatu. Kwa hiyo inaweza ikawa na hali ambayo imekuwa kupita kiasi ama imetanuka kupita kiasi, ambayo huwa ni process endelevu. Kila mwanaume anakuwa na hiyo hali kwamba tezi dume yake huwa inakuwa kadiri umri unavyozidi kuongezeka kutokana na vinasaba na zile homoni za kiume ambazo zinazalishwa na korodani huwa zinachochea hilo jambo. Kwa hiyo kadiri mtu anavyozidi kusogea umri, tezi dume huwa inaendelea kutanuka. Kwa hivyo umezungumzia umri, yes. Lakini umezungumzia pia homoni za kiume na tezi dume yenyewe. Hivi vyote vinahusiana. Kwa hiyo tunasema kwenye maumbile yetu, ukuaji wa viungo hivi vya uzazi vitatu nilivyotaja, korodani, uume pamoja na tezi dume unategemea homoni